polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kuzuia vitendo vya kihalifu kwenye maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Na kwa ujumla hali ya usalama ya jiji letu la Dar es Salaam ni shwari, na wananchi wanaendelea kutoa taarifa mbalimbali ambazo ndizo zimekuwa nguzo muhimu inayosaidia kuzuia vitendo vya kihalifu. Hata hivyo, kama mnakumbuka, mara mwisho tuliongea mwishoni mwa mwezi Januari. Sasa kwa kipindi cha tarehe 30 ya mwisho wa Januari na mpaka tarehe ya leo Februari 24 mwaka huu wa 2026, Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limekamata watuhumiwa wapatao 46 kwa tuhuma za kujihusisha na makosa mbalimbali ya kijinai. Miongoni mwa matukio ambayo watuhumiwa hawa 46 wamekamatwa na makosa ambao wamekuwa wakijihusisha nayo ni makosa ya unyang'anyi wa kutumia nguvu. Watuhumiwa wanapanda pikipiki maeneo ya pembezoni, wengine wakiwa na silaha za jadi kama mapanga. Kwa hiyo wananyang'anya mikoba, wananyang'anya vitu mbalimbali njiani, na hivyo kusababisha kero kwa wananchi. Lakini matukio mengine ambayo yamefanywa na hawa watuhumiwa 47 ambao wamekamatwa ni matukio ya uvunjaji nyumba mchana au usiku na kuiba vitu mbalimbali, lakini kuvunja godown na store na kuiba. Lakini wamekuwepo watu ambao kazi zao wamezifanya ni za kununua mali za wizi. Kwa hiyo tukio linafanyika eneo moja, lakini wao wanakuwa ni vishawishi vya kuendelea kufanyika kwa matukio hayo kwa kununua mali za wizi. Miongoni mwa watuhumiwa waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Rashid Mtumbuja maarufu kama Msambaa na wenzake 4, jana kundi la watu 4 wakijihusisha na matukio na baadhi ya matukio ambayo nimeyataja maeneo ya Jangwani hapa Ilala. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Isa Nasoro Kurukutu. Huyu yeye anafanya matukio na wenzake 2 ambao hawa wamekamatwa maeneo ya Gongo la Mboto. Yupo pia mtu aliyefahamika kwa jina la Nicholas Abdalla Saidi, mkazi wa Manzese. Hawa nao wamekamatwa kwa kujihusisha na makosa ya kihalifu. Na watu wengine wamekamatwa maeneo ya Temeke, akiwemo mtu aliyefahamika kwa jina la Khalid Stefano Kiswili. Hawa wao ni wezi ambao wanalenga vifaa vya kielektroniki kama tablet, na walichukua vifaa vingi kutoka kwenye kampuni ya SCI yenye zaidi ya thamani ya milioni 400 ambavyo ni asili ya tablets ambavyo ni vya kielektroniki. Gari ambalo wamekuwa wakitumia wakati mwingine baada ya kufanya vitendo hivi vya kihalifu na kuchukua mali za kielektroniki ni gari lililofahamika baada ya kukamatwa namba T457 CQF aina ya Noah. Hili wakifanya tukio linabeba vifaa hivi na kuvipeleka kwa watu ambao wanafanya biashara
ya kuuza mali za wizi. Zaidi ya simu 110 kutoka kwenye maeneo mbalimbali zilizonyang'anywa na watuhumiwa nimewataja, huku pikipiki zaidi ya 20 ambazo zimekuwa zikitumika kufanya matukio haya hapa na pale vimekamatwa. Lakini pia vimekamatwa vifaa mbalimbali ambavyo ni funguo zenye uwezo wa kufungua kufuli nyingi mbalimbali kwa kujaribishia mpaka kufuli lifunguke kwenye nyumba au godown au store na kuiba vifaa mbalimbali, navyo vimekamatwa. Kazi hii ya kufuatilia watuhumiwa ambao wanapanga njama au kushiriki matukio ya kihalifu inaendelea. Malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba matukio hayatendeki na watuhumiwa wanakamatwa kabla ya kufanya matukio hayo ili kuzuia vitendo vya kihalifu.